Mtazamaji, kama unavyofahamu kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, bila shaka sote ambao tuko hapa, mimi ambao unanitazama hivi leo hapa kupitia runinga ya Al-Shifaa, mkipenda kiwamba chako cha runinga ya Al-Shifaa hapa, kawaida huwa tunapitia kule mashuleni tukifundishwa na walimu ambao kwamba hao ndio uhakikisha kwamba baadaye tunakwenda kufahamu yote ambayo bila shaka tunakwenda kuyafanya katika maisha haya yote. Kwa hivyo kama nilivyokuahidi ya kwamba tutakuwepo na wageni wetu hapa studioni siku ya leo, basi bila shaka nimelitimiza hilo kuhakikisha kwamba shughuli hii pevu tunakwenda kuifanya, tunakwenda kuipiga huku. Na bila shaka mimi naitwa Joseph, leo ikiwa ni Alhamisi nyingine safi sana, tuko hapa ndani ya Paruanja. Karibu mtazamaji, karibu tuweze kuambizana masuala mawili matatu kuhusiana na elimu. Nilikuarifu kwamba tutakwenda kuzungumza na walimu wa shule ya sekondari msingi, ambao bila shaka unaambia kwamba iko katikati baina shule ya msingi na shule ya sekondari ambao wanasema ni senior school. Lakini yote utakwenda kuyafahamu hapa, kwa sababu wageni hawa wote ambao niko nao hapa bila shaka watakuletea ufafanuzi wote kabisa kuhusiana na masuala haya. Kwa hivyo usitie shaka kabisa. Kwanza kabisa nitakwenda kuanza na mgeni wangu ambaye yuko katika mkono wangu wa kuume, mkono wangu wa kulia hapa. Hali namna gani? Mimi nashukuru Mungu. Naam. Niko hai. Yes. Na niko na afya. Niko na afya. Nimeshukuru kwa mwaliko huu ambao umetukutanisha tena kwa mara ya pili. Naam. Na vile umesema nimekuja pia ku shed light, kuweka mwangaza bayana. Kama vile kipindi chetu kinavyosema Paruanja. Paruanja, yeah. Kuweka mambo wazi. Ili wa Kenya ambao ni wazazi, ambao pia ni wakuu katika nyanja za serikali, TSC, waweze kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Bila shaka. Asante sana, naitwa Juma Jigi huyo. Upande wangu wa kushoto niko naye mwenyekiti ambaye atakwenda kutufahamisha tu kwa kifupi yeye ni nani na labda ni mwalimu wa shule gani, alafu baadaye tutarudi kwake Juma Jigi hapa tuweze kufahamu mengi tena zaidi. Thank you very much, and I want to really appreciate you for I want to really appreciate you for inviting us here. So let me start by giving you my name. I'm James Evans Obiano, James's teacher, and above all, I'm also the chairperson of Kenya Junior School Teachers Association, KEJUSTA. And as my colleague has said, we have come to shed light on what is happening in our junior school. Ya tuanze tu kwa haraka ambapo katika siku za hivi karibuni nimekuwa mkizungumza kwamba ni kama ule usimamizi ambao umekuwa ukifanyika pale katika zile shule za, nitasema ni mseto comprehensive school, ambazo zinaunganisha shule za msingi na ile ambayo hivi sasa ni chekechea, vile vile na shule ya sekondari msingi ambayo ni hiyo junior school hivi sasa. Nilipitia tu baadhi ya mahojiano ambayo mmekuwa mkifanya na zile ambazo nimekuwa mkifanya press briefing mbalimbali, mkisema kwamba usimamizi wa zile shule unaandamana ile curriculum ya wanafunzi. Ni kitu gani ambacho bila shaka mahususi kabisa ambacho mnaona kwamba ule usimamizi huo unafanya mpaka unapelekea mpaka mnaona kwamba kweli kabisa wanaandamine ile curriculum ya wanafunzi? Tuanze na Juma Jigi. Naam, barabara kabisa, hujakosea jina langu. Jina langu huwa linapatia watu mtihani kidogo. Juma Jigi, sasa wengi ufikiria ni Jigi, lakini umelitaja vizuri sana. Jigi. Juma Jigi ni mwalimu wa JSS. Naam. Na mimi pia ni kiongozi wa association ya walimu wa JSS Kenya, inayofahamika kama KEJUSTA. Naam. Mimi ndiye treasurer wa kitaifa
wa Yoki Justa, na tumekuwa tukihamasisha walimu katika mambo haya ambayo umeyataja. Lakini ningependa kuchukua fursa hii kwanza kupeana ile kwa kimombo inaitwa background information. Kweli. Sisi walimu wa JSS tumeajiriwa mwaka 2023. Naam. Na huu mtaala wa CBC ambao sasa unafahamika kama CBE ulikuwa umeanza miaka kama 6 au 7 hivi huko nyuma. Na kufikia hatua ambayo ilikuwa wanafunzi waende grade ya 7. Pale kukawa na maswali mengi sana ya umri wa watoto wale wanafunzi, infrastructure na pia gharama, kwa sababu kipindi hicho pia ilikuwa kuna shida na gharama za kimaisha. Kulikuwa na issues na economy. Sasa serikali ikapendelea kwamba hiyo JS itakuwa domiciled pale maeneo yale ya primary ya msingi, lakini hapo nyuma awali ilikuwa imepangiwa kwamba iende kule senior school ama secondary schools na madarasa yalijengwa. Lakini sasa kulingana na idadi ya shule za sekondari na ukilinganisha na idadi za wanafunzi, watu wakaonelea kwamba itakuwa vyema kama pengine itabaki pale primary, ili serikali pia ipate muda mzuri wa kujipanga. Na hivyo ndo sisi walimu tulijipata pale primary schools. Na terminology ambayo ilitumika pale ni domicile. Domicile inamaanisha kwamba itakuwa pale kwa muda mfupi. Na mwisho wa ule mwaka 2023 kukawa na sitofahamu. Ikabidi sasa pia watu waketi chini na wazungumzie baada ya grade 7 hao wanafunzi wataenda wapi. So kukawa na vikao vingi, mashauriano, na mwisho watu wakakubaliana kwamba grade 7 itaendelea kubaki pale pale kama grade 8 na baadaye paka ikawa grade 9 pia itabaki pale pale. Sasa kwa kipindi hicho pia ndio serikali kupitia rais akateua jopo ambalo lilikuwa linaitwa Presidential Working Party, ambao hawa walikuwa wanaenda wachukue maoni kutoka kwa wazazi, wachukue maoni kutoka kwa walimu na unions za walimu na stakeholders mbalimbali, kuona ni jinsi gani transition ya wale wanafunzi itakuwa ikifanyika miaka inayokwenda. So kuna mapendekezo ambayo yalitoka katika hiyo Presidential Working Party, na kati ya mapendekezo ndio hayo ya kwamba shule baki pale pale, lakini pia kukawa na mapendekezo ya kwamba ile ECD, ile primary school na ile JSS ikuwe kitu kimoja. Na hayo mapendekezo si hayo tu, walikuwa mengi sana. I think wale ambao wanamtazama na wale ambao wanafuatilia mambo ya elimu wanaweza kukumbuka kwamba kuna mambo mengi pale ambayo yaliweza kupendekezwa. Na sisi kama walimu wa JSS, mambo ambayo yalikuwa yanatulenga sisi direct ni mambo yale ya kusema kwamba elimu hii ama JSS itabaki kuwa pata ama comprehensive schools, kwa sababu sisi walimu tukiajiriwa tunaajiriwa kama walimu wa post primary, kwa sababu masomo yetu, training yetu huwa iko tofauti na ile training na masomo ambayo walimu wenzetu wa pale primary hata ECD huwa yako. ECD anatrainiwa tofauti, mwalimu ambaye anaenda kufanya P1 pia anatrainiwa tofauti ukikompea na sisi utapata tunatrainiwa masomo mawili teaching areas. Sasa mwalimu kama mimi, mwalimu wa hesabu na fizikia, mimi nimetrain masomo hayo mawili, lakini kulingana na uhitaji na sisi ni wananchi wa Kenya, sisi basi kujitolea ni kitu ambacho tunapenda na tunafanya kwa sababu tunajua kabisa kwamba hii kazi tunaifanya kutoka mshahara, tunasema uwezi lipa mwalimu, lakini tunafanya kwa sababu tunajitolea na tunapenda kuendeleza nchi yetu mbele. Sasa tukakubali kuchukua masomo ambayo mengine yalikuwa yamechanganywa pamoja, kwa sababu ukija pale grade 7 unapata kuna somo linaloitwa integrated science. Integrated science ni mchanganyiko wa masomo matatu kule secondary school. Mchanganyiko wa biology, mchanganyiko wa physics na pia chemistry. Lakini kama uko na ufahamu wa masomo yale, una uwezo wa kusaidia wale watoto, lakini training ya masomo yale hujafikia. Kwa hiyo mimi kama mwalimu wa physics niko na uwezo wa kumanage masomo baadhi katika hiyo biology ama area baadhi katika ile integrated science, kwa sababu
kama nilikuwa mwanafunzi kuna areas ambazo nilikuwa vizuri, lakini ni changamoto pia kupata, kama kwa mfano wewe ndio mwalimu peke yake pale JSS umeajiriwa na masomo ni wakati ule ilikuwa 14, ilikuwa 14 wakati ule, ilikuwa ni kizaazaa kwa sababu ilikuwa pia tunakosa usaidizi kutoka kwa walimu wenzetu wale wa msingi. Maana wengine walisoma ile masomo ndio, lakini ni kitambo, ama wengine hawakutrainiwa kabisa ile masomo walipokuwa wanakwenda college. So ikakuwa ni bado ni changamoto, lakini tunashukuru kwamba serikali imejitahidi pia kujaribu kuajiri walimu polepole. Na kufikia sasa nafikiri unaweza pata kwa shule kuna mwalimu wa science mmoja, unaweza pata kuna mwalimu wa arts pale na mwalimu wa languages, lakini bado changamoto ipo kwa sababu mwalimu wa language inatakikana sasa hivi mwalimu ambaye ni mwalimu wa Kiingereza English inampasa yeye afundishe mpaka Kiswahili. Na tunaelewa kwamba Kiswahili na Kizungu ni maneno mawili tofauti. So kuna mchanganyiko kwanza kwa mwalimu na pia kwa mtoto, kwa sababu mwalimu huyu anaingia darasani mara kwa mara. So sisi tunasema kuna ile pia inaitwa horizontal teaching. Horizontal teaching ni kwamba mwalimu wewe asubuhi saa 2 umeingia na somo la kwanza, baada ya kidogo unarudi na somo la pili, baada ya kidogo unarudi na somo la tatu. Sasa kuna kwanga na mchanganyiko. Mtoto ambaye hajakuzoea ama mtoto ambaye anaona hali ngumu kusikiza ule mwalimu, basi inakuwa pia ni attitude kwa area kubwa sana. So hiyo ikawa ni changamoto. Lakini sasa pia ile mapendekezo ambayo alikuja ya kusema comprehensive school yakawa kuna kipengele muhimu ambacho hawakukizungumzia. Kipengele ambacho sisi kama walimu wa JSS kinatulenga sana. Mfano tukizungumzia mambo na career progression, yule mwalimu vile nimekuelezea kwamba mwalimu wa primary au mwalimu ECD anapoajiriwa na qualifications tofauti, ndio? Lakini pia kuhusu jinsi gani anakuwa akipanda ngazi professionally, ifikie mahali mpaka ule mwalimu pengine awe na nafasi ya kuwa ni senior teacher ama ni deputy head teacher ama ni principal ama teacher, ni tofauti. Mfano mwalimu ambaye ameajiriwa kama mwalimu wa primary anaanza na tuseme certificate, ambaye ameajiriwa na certificate tuseme anaanza na B5 mfano, sawa? Mfano anaanza na B5 na pengine baada ya miaka mitatu, na pia na mfano pengine baada ya miaka mitatu ataenda C1, baada pengine miaka mingine mitatu ataenda C2 na kuendelea na kuendelea. Yule mwalimu ambaye ni wa JSS ambaye ameajiriwa na mfumo tofauti, huyu mwalimu anaanza na C2 ama C1. Sasa unaona tukifanya comprehensive school tumeanza tayari create mchanganyiko kwamba mimi ambaye najijua nimeanza na C2 baada ya miaka mitatu nitakuwa nimesonga mbele na yule mwenzangu ambaye ameanza na B5 nitakuwa nimemshinda. Sasa ikifika kipindi ambacho tutakuwa tunasema tunatafuta nafasi za kupanda cheo, tutakuwa tunatumia mifumo gani? Tutakuwa tunaangalia miaka ya mtu ama tutakuwa tunaangalia level zake? So hiyo ni issue number 1. So tunasema career progression guideline iko na mchanganyiko, kuna confusion pale. Sawa sawa. Lakini pia katika mapendekezo yale pia ikasemekana kwamba kutakuwa na head teacher moja ama administrator, kwamba administrator huyo atakuwa anasimamia ECD, anasimamia primary school, pia anasimamia JSS. Kule ECD kwanza, ECD tunavyozungumzia sasa wale wanalipwa na county, kwa sababu inasimamiwa na county government. Sawa sawa. Pale primary ni huyo mwalimu wa teacher, na hapa JSS bado hatujazungumzia mambo yake. Lakini tunaposema kwamba principal atakuwa yule mwalimu wa pale shule ya msingi, yule head teacher mmoja, swali ambalo tunajiuliza ni kuwa hawa madeputies watatu ambao wamependekezwa pale, kuwe na deputy pale ECD, kuwe na deputy pale primary, kuwe na deputy hapa JSS, msimamizi wao ni mmoja. Lakini in case ile swali ambalo hata ukiuliza watu wanalenga kujibu, tunajua sahi katika shule ya upili ama shule ya primary kuna deputy pale na kuna head teacher. Deputy kama head teacher hayuko, deputy wana take off. Sasa kwa mazingira yale madeputy watatu, swali la rahisi kabisa ambalo ni la wazi, kama huyu head teacher hayuko kwa mfano, ni nani ambaye atakuwa katika madeputy watatu? Madeputy watatu atakuwa in charge. So unaona kuna mambo mengi pale ambayo lazima yawe yanaangaliwa kwa wazi. Lakini tukisema mambo ya autonomy, tunasema ni autonomy kwanza itupatie fursa ya shule kujitegemea, kwa sababu mbali na hizo changamoto ambazo nimestaja, kuna changamoto ambazo zimekuwa kuanzia mwaka 2023 sisi walimu wa JSS tulipoenda zile shule. Na hii inatokana na kuwa baadhi
baadhi, na ni wengi sana, baadhi ya wale administrators ambao ni walimu wa pale shule za msingi wamekuwa na issues na walimu wa JSS. Zingine ni personal. Zingine ni personal kwa sababu unapokuwa kiongozi inatakana kwamba una supervise vitu viwili. Una supervise watu na fedha. Watu ni human resource ambao ni sisi walimu, wale wanafunzi, wazazi. Zingine ni infrastructure. Na infrastructure tunazungumzia mijengo, tunazungumzia vitu vingi ambavyo vinahusiana na masomo. Sasa sasa ni mwaka wa 3. Na tukiangalia hizo vitu vili havijatekelezwa vizuri. Yaani tokea mwanzo tangu tuanze mpaka sasa. Hayo mambo ambayo tunasema ni mawili hayo kwa upana kabisa hayatekelezwa vile inavyotakana. Na pesa inakuja pale kila mwaka, kila tamu. Kuna pesa ambayo inaingia pale primary, kuna pesa ambayo inaingia pale JSS. Sasa kile ambacho sisi tunasema hakiko sawa ni kwamba ile pesa ya JSS ambayo inafaa kusaidia kumanage na kupanga mambo ya JS inatumika vibaya. Inatumika vibaya, kwanza inatumiwa na watu binafsi, lakini pia inachanganywa katika matumizi. Ni kama sasa kwa mfano pale jumbani umepata mshahara na umesema hii 10,000 itakuwa inasimamia mambo na chakula. Lakini tena hiyo 10,000 unaingilia unaitumia kwenye usafiri. So unaona chakula kitakuwa kinaenda kuwa na changamoto, kitakuwa less. Sasa hiyo ndio hali ambayo ipo katika mashule zetu za JSS ama pale shule za msingi. Juzi nimeona kwamba mlituma team ikaenda kwa president ambao mlichapisha majina pale alikuwa anaenda kule. Je, yalikuwa ni mazungumzo gani ambayo mlikuwa mnakwenda kule kuzungumza? Okay, you'll allow me to speak in English. I'm not good at Kiswahili. Yeah. Well, so when the president invited teachers across the country to visit the State House, we as the junior school teachers we were also not left behind. And because we are under a teachers union called KUPPET, so we had a very elaborate discussion with the KUPPET national leadership through our Secretary General, Brother Akilo Misori. No. And the message that we gave him was very clear, that when you meet the president, ask the president to grant junior school independence and autonomy. But as all are aware, when our Secretary General began speaking about the issues that are pertaining to the junior school teachers, our brothers from NAT began echoing, which is bring a wider picture of what we as junior school teachers we are undergoing in the primary school. There is a lot of suppression and suffocation of growth, expression, and views. Because it was out of indecency that in a meeting like that in the State House, people shout down a national leader like the Secretary General of a union, having hundreds and hundred thousands of members. And if anybody want to believe me that the expression of NAT in that State House meeting is the same thing we as junior school teachers are passing through. Therefore, to cure all this, we are asking for the autonomy. Apart from the fact that we were invited, we also had an expectation. Myself, I was among the team by Linda State House. Now, one of the expectations was that the president would give us an opportunity, sisi kama walimu wa JS, to speak, because even though we are represented by KUPPET, there are some issues that are quite unique in the educational sector. The unique issues that affect the JSS, because there are issues in senior school, there are issues in primary schools, but we have issues, specific issues, ambazo ziko more affecting to JS teachers. Sasa tulikuwa tuna-expect pia tutapata fursa ya kuwa na maoni, mawazo na kuomba mambo yetu
kupitia KUPPET na pia kupitia ile fursa ambayo tulikuwa tumepewa pale ya kwenda. But unfortunately, we did not get the opportunity, as what my brother senior here has said. The NAT officials waliharibu mkutano. Lakini if we have been given the chance to say what we've been sent there by our JS teachers, tungemwambia rais ya kwamba hali ambayo iko pale JSSI ni hali ngumu sana. Masomo ambayo yanaendelea pale hayako 100%. And it's not because hakuna walimu pale. Walimu tuko are so much trained. For example, mimi nikiangalia ile areas ambazo nasomesha pale JSS, mimi naweza kuambia kwamba there are things that I can ni vile tu iko na limit ile curriculum kwamba walimu don't talk about this, but we experienced more. We are skilled. Tuko na uwezo wa kufanya mambo pale, because sisi pia tukumbuke tulikuwa tunasomesha kama BOM, tulikuwa kule shule za upili, we were managing sports and activities, we are doing so many things. Sasa kufika pale umefinywa mwalimu hivi, yani ni kama someone anakuangalia ni kama anajua wewe, akikuachia na akupatie nafasi ya kufanya vitu anaona kama kuna siku utakuja kumshinda. So kuna ile inferiority complex. A head teacher, a senior teacher or a deputy anakuogopa. Na because anakuogopa in a certain way, pia anakusabotage. Whatever you want to do, whatever you are doing, he or she wants to sabotage you, because anaona ni kama if you are given the full ability to achieve the potential, you can even exceed. Na ukiexceed, yeye anaona kama kuna njia moja ama nyingine unaweza mshinda. Sasa nizapenda mfano. Walimu wengine walikuwa HODs, heads of departments, wakiwa BOM. They have experience of more than 5 years za kuwa HOD. Kama ni science, anajua kwamba science kunahitajika these apparatus, kunahitajika ABCD. Kama alikuwa kwa games, anajua kabisa kama ni uwanja unafaa kuwa namna gani, kama ni game fulani kutekana mpira fulani, training fulani. Ikiwezekana pia kule senior schools mwalimu anaweza tafuta wale wanaitwa nini, walimu wa mchezo kuja kutrain coaches. Sisi tuna uwezo pia kufanya hivyo. Nita coach pale kwa sababu ya time hakuna. Nita coach pale akatrain watoto. Sasa tuko na uwezo wa kufanya mambo mengi, lakini kulingana na yule ambaye ameshikilia ile office, anaona mambo, anaona weave. Tunasema weave. Anaona weave, anaona ni kama utakuja kumshinda, anakukaba hivi. Anakushikilia hivyo. Unaweza tisha kitu cha lab. Mwalimu anataka Bunsen burner. Na mwalimu asinunue Bunsen burner. Ama aenda nunue kitu ambacho yeye anaona kina umuhimu kwake na sio masomo. Tubaki hapo. Je, mnadhani pengine mmesema mkoandaa KUPPET? Je, mnadhani pengine KUPPET kuna vile imewafail kidogo? Kwa sababu kama ule mkutano ambao mlitarajia kwamba labda mngepewa nafasi ya kuweza kuzungumzia haya masuala yote, lakini nasema kwamba NAT waliweza kuvuruga mkutano na hamkuweza kuwasilisha yale ambayo mlikuwa mnataka labda pengine mnadhani pengine kulikuwa na njama ya kuhakikisha kwamba nyinyi hamtafikia lile lengo lenu ambalo mlikuwa mnafikiria. Njama kutoka wapi? Kutoka KUPPET? Hawa ambao walivuruga mkutano. Okay, I will answer that one. Okay. It is very true what you are saying, that in one way or another KUPPET failed us. Why did KUPPET fail us? Because as we talk now, majority of the KUPPET leadership come from the senior school as well as the tertiary colleges. So you find that they failed us at the genesis of the creation of junior school, because we wonder where were they when NAT and KEPSHA were misleading and misguiding the presidential working party to create a junior school in a primary setup, knowing very well that in that junior school, in that primary setup, there were no infrastructure, there were no facilities, there were no resources. The administration there had not undergone a training which befit the learning in a junior school.
So there, I will not fear to say that KUPPET failed us. Two, KUPPET also failed us during that State House meeting. As my brother went, but I followed it over the TV. You will see that it could be proper if the members of KUPPET also in that meeting could also have stood up to stand with the Secretary General. But you see that we were overpowered. KUPPET members were overpowered. And the system was rigged. Why? Because you find that the members of NAT who are present in State House outnumbered the number of KUPPET. And KUPPET at the same time limited the number of junior school teachers that were representing that meeting. For instance, they said that each county was to have at least two, meaning that there was approximately around less than 100 junior school teachers in that meeting. And it is the junior school teachers who understand what are happening in the ground. So they were supposed to be incorporated in that State House discussion. And because Brother Kelo Misori has not come down to the junior school and understood what is that these people are talking about. So he was supposed to give one of the junior school teachers the opportunity to present the issues of the junior school. So there I want to hesitate to say that KUPPET failed us on that. Kwa hivyo mnadhani kwamba ni kama walimu wa junior school wameachwa kivyao, mmeachwa katikati, maana walimu wa shule za msingi wako kivyao na wale wa senior secondary pia wako kivyao. Kwa hivyo ni kama mmeachwa pale katikati tu nyinyi. Very true, my brother. The junior school has been left on their own. That is why after realizing that the junior school have been left on their own, we reorganized ourselves very fast and came up with association. So that as much as we are under KUPPET, because KUPPET is our union, yes, they deduct our dues every month. But they have not given us podiums and platforms to raise our issues. They are mostly interested in our monthly dues. But issues pertaining us, they don't undertake them. And sasa hapo kwa tukisalie hapo hapo kwa KUPPET, kuna some of you wenye ni ma leaders pale kwa KUPPET, ndio. So inamaanisha wale ambao ni viongozi wenu ambao wanatoka junior secondary wenye wako KUPPET, ni kama kuna vile pia hao kuna vile yani wameshikwa hali ya kwamba hao hawezi zungumza zaidi. Wakizungumza ni kama wameambiwa hapa ndo mwisho wenu, huko hamwezi zungumza. Labda mnahisi kuna kitu kama hicho? It is very true, because as the chairperson of KEJUSTA, I've been talking widely and broadly, and one of the aspirants in KUPPET who is aspiring in Nairobi told me that the reason why majority of aspirants, mostly from Nairobi County, are not coming out clearly to fight the issues of junior school is that they fear victimization by the union. Like they fear that if I go out there and speak, probably the executive secretary of KUPPET in that county will ask, you are talking as who? When I am the one who is supposed to be talking on issues on behalf of the teachers. I also read another case in Wajir, where one of us was complaining that I'm trying to mobilize teachers so that we may have a unified voice against the issues which are affecting us in junior school. But our KUPPET officials feel as if we are overstepping them. So there is that general feeling. However, I also want to state that a number of KUPPET officials
after raising awareness on what happening in the junior school, I want to state that some corporate officials has come out boldly to stand with us. And they have now owned this movement of autonomy. And in fact, they are doing it perfectly. If you can attest that some of these media briefing are being sponsored by corporate officials. And my brother, yes, is an aspirant in a corporate election for Kwale County. And he has really worked with us very well. So we are supporting Kupet, we are supporting all the aspirants, but we are saying that as much as now you are our union, but come down also, listen to us, present our grievances, give us opportunities also to present our grievances. So that is what I can say. And then I also want to make a certain clarity. There is a number of challenges that as junior school teachers we are passing through. One of them that my brothers talked about is aspect of victimization. And victimization is inevitable. Why? Because you find that a primary school teacher and a junior school teacher is like water and kerosene, or water and oil. Absolutely, if you put them together, there must be one you must find at the top, another one at the bottom. And now coming up with the issue of comprehensive school will create more conflicts, more problems than ever. Because my ideology and my ideology of running affairs is completely different from a primary school teacher who was used to dealing with learners who most probably just need basic skills. But in a junior school, you are dealing with a kind of a curriculum design which should be profounded, which needs a lot of development, meaning that you create a learner whom after junior school, this learner can understand themselves, can identify themselves. And my brother, you are aware that when these learners are moving to senior school, they will be subjected to what we call a career pathway choice. So I always think this way: this learner has been ill prepared. Now you want to make him to go and study STEM, that is science, technology, engineering, mathematics, and this learner doesn't even know how a Bunsen burner look like. And afterwards, you want to make him a doctor or make a doctor, or rather doing advanced mathematics. You see? So when we talk about autonomy of junior school teachers, one, we are looking at it from administrative aspect. That the junior school at this time need administrators that understand the curriculum design in that junior school. Yeah. It should be an administrator which knows that before I buy certain things, or before I spend money in certain things, at least learning resources must be available. There must be teachers who are motivated to do. Another thing that should also be done in junior school in terms of administration, we need to have administrators that do what we call talent identification and nurturing. I can attest that in most primary school, there is no talent nurturing and identification. You find you go to a school, there is no even a single club. You try to introduce that club, your inferiority complex comes in. You are asked, you are doing it as who? But we see learning should be holistic. Yeah. And approaches of learning should also be broad. That it should not be the conservative aspect of learning, where a teacher just go into class
and outside the class. The other parameters that enhance teaching and learning. And these one are lacking because these primary school teachers, the kind of training they underwent only befitted them to handle learners who still does not have developmental abilities. Yeah. But now we are handling learners who are now advanced, and with the new digital era, where we are having the Gen Zs and the Gen Alpha, learners who are exposed. So they also need a halt or a change in terms of administration that will allow this learner to handle a laptop. How can they handle a laptop or other digital devices and they are not there? You see, they should be exposed to a lot of learning material. There is no library. They should be exposed to a lot of practicality, practical learning. There is no laboratory. They should be exposed to talent nurturing. There is no body overseeing co-curricular activities for the junior school. So that is why we are asking for the autonomy. And we are not doing it because of us as teachers. Of course, us as teachers, we are also doing it for us. But we are looking at that Kenyan child. No. That this child is getting a raw deal in a junior school. And we are going to transit learners who are really prepared to face learning. So we are asking the Ministry of Education, if we are told they want to safeguard the future of education, then they should have given junior school autonomy long time ago. But I think it is not too late. They can declare junior school to be independent, to be autonomous, to be recognized as another level of education, just as primary school and senior school, and ECD. My brother, before I finish, I want to also to say this. The curriculum facilitators in that junior school is Alana. And so if this curriculum facilitator and implementer is demoralized, how will the learning continue? It therefore means that 99% of junior school teachers are demotivated lots. Because when we expose a teacher to go and cook, first they contribute money, and then they cook themselves. And you also want this teacher to go to class. You see, it will project the negativity to the learners. And we as teachers, we don't teach from our lips. We teach from our heart. Yeah. Meaning that as a teacher, if I am happy, then even if I have not written anything, but what I tell you will help you. Well. But the kind of scenario that we are in, my brother, and I want to thank you for at least bringing us here, because from these platforms, Kenyans will understand what is happening in the junior schools. So this teacher is demotivated, demoralized. I was recruited as a post-primary school teacher. But here now, I lack identity. You meet somebody in the street of Mombasa here, Moi Avenue, and you ask him, where are you from? That I am from school. You are a teacher from where are you teaching? This teacher will not know what to tell. Am I a primary school teacher because that is where I am? Or am I a secondary school teacher where I am not? You see? So there is also what we call identity problems. The teachers, the learners, they don't know themselves. They don't know whether they are post-primary school teachers and learners or not. So we are asking the government to come out very clearly and declare junior school teachers autonomous. I'm very happy because in the morning I was listening to Senator Cheregai. And I want to ask all the legislators, all the members of parliaments, to now have the kind of thinking that Cheregai is talking about. Cheregai will say that junior school have unique challenges, unique problems, and unique needs, different from the primary school
and the senior school. And to address these unique challenges and unique problems, they should be addressed by the junior school teachers. And there is no way junior school teachers will be addressing them if they are under somebody who does not understand them. Yeah. So we are asking for the government to grant independence to the junior school. Kwa hivyo kuna haja ya kwamba kuundwe kama vile ambavyo tunasema kuna primary school, kuna secondary school, pale katikati uwe na bodi ya kivyake kabisa. Yeah, junior school. Yes. Sasa swali langu ambalo litakuja kwako ndugu yangu, nitakuuliza pengine tuseme hakuna maelewano ambayo yatafanyika. Pengine unaona kuna athari ambayo inaweza pelekea mpaka kwa mgawanyiko ndani ya KUPPET. Okay. Kwanza kabisa naomba kufafanua zaidi jambo ambalo umelitaja hapa. Kwa sababu kuna watu wanadhani tukisema autonomy, tukisema independence, tunaashiria ya kwamba ile mijengo na wale watoto na walimu wahamishwe. Hiyo sio picha ambayo tunasema. Yeah. Kama hapa tulipo, hii bado ni building moja, si ndio? Kweli. Environment ni moja. Lakini kuna ofisi hapa, kuna ofisi sehemu nyingine kabisa. So autonomy ambayo tunasema ni kwamba kitu cha kwanza tuanze na administration. Mazingira yale yapate principal wake. Na watu wasiogope. Okay? Huyu anakuwa akipiga kifua akisema kwamba walimu wake wana tajriba, wako na degree, wako na masters. Mbona sasa mnaogopa? Wacha hizo nafasi zitangazwe za principal. Walimu pia apply. Yule mwalimu ambaye ni head teacher na kuna qualifications za kukua principal, apply. Tujasema kwamba tuwataki wale watu, hapana. Lakini mtu ambaye ana qualifications za kuingia darasani kwanza. Kama wewe huna experience ama huna qualifications za kuingia class kufundisha JS, utakuwaje administrator? Vigumu sana. Maana hata sisi walimu hapa, wale ambao wako primary ambao wanakuja kufunza JSS, lazima wakuwe inaitwa nini? Inaitwa kuitwa deployed. Lazima wakuwe deployed. Apply, uitwe interview, alafu ndo upostiwe pale kwa mwalimu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba sio mtu yoyote anaweza kufundisha. Na ndio hivyo basi tunasema pia haifai kuwa eti mtu yoyote anafaa kuwa administrator. Wacha wakuwe watu maalum. Kama wewe uko na qualification, na tunasema kama wewe uko na degree, kama wewe uko na degree, enda ukue deputy, enda ukue head teacher pale JSS. Na tukifanya JSS ikuwe independent, ni mambo gani mazuri yatakuja? Jambo la kwanza, kutakuwa na board of management, BOM. BOM kwa kawaida, hata ukiuliza wapi, kama kuna BOM environment yenu hapa, board of management, lazima kutakuwa na representative wa wale wafanyikazi. Hizi BOM ambazo ziko JSS, ndugu yangu, hazina. Kama zipo ni watu kidogo sana. Tukianza 2023, walimu wenzetu walikuwa kwa BOM. Wanafika pale BOM, wanasikiza mikutano, wanashauri kwamba hii tamu hii kama kutaingia pesa, tungeomba kwamba hiyo pesa ikiingia mtufanyie kitu fulani, kwa sababu pale kuna mpira hakuna, pale kuna apparatus hakuna, pale kuna kitu fulani hakuna. Lakini ikaonekana baadaye kama sisi tunawapangia watu, tukatolewa. Sasa wewe unaendaje kukaa kwenye BOM kipanga mambo ya JSS na hakuna mwalimu wa JSS? Hayo ni makosa. Ni makosa. Lakini kosa lingine ni kwamba kuna mambo ya tendering. Tendering. Ukitaka kununua choki, inatekana uandike tender. Ni supplier akuje akusupply nini? Choki. Sawa. Ukitaka kununua computer ya shule, lazima uwe advertise kama unataka. Watu wakuje wa apply, ndio. Kwa sababu hizo ndio taratibu za kufanya procurement. Sawa. Ni taratibu hizo na ziko kila mahali. Hata hapa ukitaka kununua kamera, kuna taratibu lazima ufuate. Sasa pale taratibu kama zile hakuna, na ndio maana hakuna ile inaitwa accountability. Sasa sisi walimu wa JSS tunalalamika kwa sababu kuna mambo ambayo yanaenda pale sio sawa. Hayako sawa kabisa. Management iko very poor. Na ni kwa sababu watu wamejificha katika
Yani wewe ni primary, wewe ni ECD, wewe ni JSS. Sasa ufuatiliaji wa vile zile pesa zimetumika hauko. Maana pesa inaingia ya primary, pesa inaingia ya JSS. Sasa unapofanyiwa auditing, unafanywa auditing ya pamoja. Si ni mtu mmoja anafanywa auditing? Yeah. Lazima itakuwa ni moja. Sasa kama unafanywa auditing moja, utasema vipi kwamba pesa ya primary ilitumia namna gani? Utasemaje kwamba pesa ya JSS ilitumia namna gani? You understand? So those are some of the issues. Na tunakasirika kwa sababu sisi ndio Wakenya ambao tunatoa ushuru. Sasa hii serikali ikikuja na levy nyingine, mtu wa kwanza ambaye amelengwa ni mwalimu, kwa sababu wewe ni mfanyikazi. Sasa hii pesa sisi tunasikia uchungu kwamba inatumika vibaya. Lakini si pesa peke yake. Si mambo na pesa peke yake. Sisi tunaona ya kwamba lazima masomo ya kuwe independent, kwa sababu ndugu yangu amesema pale wale wanafunzi ambao tunadili na wao wako level tofauti. Kutoka grade 1 mpaka grade 6 hawa ni watoto. Kutoka grade 7 kuendelea tunazungumzia adolescents. Mahitaji yao yako tofauti. Changamoto zao pia ziko tofauti. Kama hakuna bomu ya kuongea mambo na discipline. Maana primary pale hakuna body. Hakuna, labda shule kubwa lakini shule nyingi hakuna body. Kule secondary school ndugu yangu wewe ulikuwa mwanafunzi, ulikuwa ukifanya makosa, kuna process zilikuwa zinafuatwa. Unapewa suspension, unaitwa pale, unaongeleshwa. Primary schools hakuna. Na wale ni vijana ambao tunataka kuwatengeneza katika mazingira yote. Kuna love, kuna unity, kuna citizenship. Hiyo haikui kwa sababu kuna mchanganyiko. Sasa swali lako kama nakumbuka vizuri umeuliza kama kwanza itasaidia vipi na pengine isipokuwa itakuwaje. Itasaidia mambo mengi. Administration itasaidia ku create BOM. Lakini wale administrators pia huwa wako na association. Pale primary school kuna association ndio KEPSHA. Yani ni the Kenya School, Kenya Primary Head Teachers Association. Pale secondary school pia kuna KESHA ambao ni walimu wakuu wa shule za upili. Sasa hapa tunapokuwa na administration tofauti, inamaanisha pia kutakuwa na kitu ambacho kitakuwa kinaitwa SHA. Okay? Na hawa ndio huwa wanapanga mambo na michezo. Hawa ndio wanapanga mambo na drama music. Yaani zile co-curricular activities. Kuna jambo kule ambalo linafanyika kule secondary school linaitwa mambo na science fair and engineering. Sawa. Sasa pale kama tunafunza sciences pale JSS, hii inasimamiwa na kina nani? Maana primary hakuna mambo kama hayo. Si ni kweli ndugu yangu? Primary tukisoma mimi sikumbuki kwenda science fair, science congress wakati ule kwenda science congress. Nilienda science congress nikiwa high school. Kwa hiyo inamaanisha kwamba lazima kuwe kuna board ambayo inasimamia mambo yale. Sasa hii kuna mambo ambayo yanakuja kuingizwa na watu wa KUPPET. Hata kulikuwa na message ambazo zimetumwa hapo nyuma za kwamba zilikuwa watu wa KUPPET na walimu wa shule za upili wanaomba walimu wa JSS pia nao wajiunge katika mambo ya science fair. Sasa hebu nikuulize ndugu yangu. Hili ni jambo ambalo linafanywa na secondary schools. Kwa hiyo katika bodi ya KESHA iko. Lakini katika bodi ya KEPSHA haipo. Sawa? Leo tunasema kuna science fair hapa JSS. Hii science fair itakuwa inasimamiwa na kina nani? Maanisha wenye watasimamia ni wale wa msingi. Kama iwapo mtakuwa bado hamjapewa ile maanisha wa msingi ndio watasimamia ambao ni wa secondary school. Actually ni wa secondary school. Kumbuka KEPSHA haina mambo na science fair. KESHA ndiyo kuna mambo ya science fair and engineering. Sasa hii inapokuja JSS itakuwa inasimamiwa na kina nani? KESHA. Lakini pesa inakuja wapi? Kwa nini? Kwa primary. Sijui kama ndugu yangu unaelewa. Nakupata. Unapata vizuri? Nakuelewa. Science fair ile mapendekezo ndio sisi tumeamua kwamba tuzidi kuweka pressure ili tuhakikishe kwamba ile mapendekezo yasipite. Sawa. Na tunaomba ya kwamba walimu wenzetu waweze kutusupport. Na umeuliza ya kwamba kama yakipita. Si ndio? Nimeuliza kwamba pengine hiyo ministry education ilitoa react namna gani? Sasa wale ambaye ni hiyo ile 45 days ilipewana pale ni order ambayo ilitoka kwa rais direct to the cabinet secretary wa education. Sasa response ambayo yeye alipeana ni kwamba atafanya vile ambavyo ameambiwa kwamba ataenda atapeleka kule kwa cabinet ipite kule ifanye nini. But hiyo yenyewe kurespond mambo ya autonomy haiwezi kwa sababu kuna mapendekezo ambayo yalipelekwa kule. So I think maybe baada ya sauti zetu kusikika
ile mapendekezo yakifika bungeni, wabunge wataamua. Kwa sababu ministry ni mambo tunasema ni mambo na polisi. Ile ni policy. Na policy lazima ipite bunge. Sasa itapatiwa polisi kutoka bungeni kulingana na mapendekezo ambayo yametoka kutoka sehemu tofauti. So I think that is what I can say. Sawa. Tukimalizia mwalimu, labda pengine kuna muda mahususi ambao mmeipatia NAT ama mmeipatia hii wizara elimu kwamba bado muda kama mtashughulikia haya mambo yetu ambayo tumekuwa tukiyasema kwenu. Je, kuna muda ambao mmewapatia kabla kuchukua hizo hatua ambazo mlikuwa mnasema kwamba mtafile court case muende kotini? Okay, well, my brother, it is true. We are working within timeline. Because we need that by come January, the next lot of grade 7 should find that this confusion has been rectified. So we were asking the Ministry of Education to act swiftly and listen to the grievances of the junior school teachers, because they touches the heart of education of this country. So we are giving them timeline that they hacked. As Robert Greene one time said, that if diplomacy fails, what next is obvious. So I don't want to preempt anything, but the ministry should act swiftly. Teacher Service Commission should act swiftly. And then I also want to address Brother Collins Oyu. Collins Oyu, this fight is not yours. And we are not fighting Collins Oyu. We are not fighting the HOIs. We are not fighting anybody. What we are trying to raise that a junior school learner and a junior school teacher the welfare should be catered for. A junior school teacher should have what we call a clear career progression. That this junior school teacher should know that if in case he or she move from C3, where will he go to? Because already there are only two career progression schemes in nowadays. There is one for the post-primary and another one for the primary. And all the junior school teachers were recruited as post-primary school teachers. Now, if this teacher is made an administrator, will he or she be senior master or senior teacher? Because senior teacher is for the primary school. Yeah. But for the second post-primary, is a senior master. Yeah. And they are not, OU is not opening up his eyes and his mind to think about this. So you should know very well that junior school was created to be there. And it was never created to be an extension of primary. And I want to tell you to stop the bitterness and hatred towards the junior school teachers. We are asking the policymakers, which OU is not one of them. We want the Ministry of Education to respond to us and not to you, who is the Secretary General for NAT. OU should not respond to our grievances. We are waiting for the response from the Ministry of Education, and we will employ all the channels to ensure that justice is served to the junior school learner, the junior school parent, and the junior school teacher. Asante, naona muda unazidi kuyoyoma na nimeweza kuarifiwa kwamba wakati wangu umepita na wakati wangu umesonga. Mimi tu kuwashukuru wale watazamaji wote ambao bila shaka kuwa nasi kuhakikisha kwamba wanakwenda kutazama pale kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Al-Shifaa Digital Kenya, YouTube ni Al-Shifaa Television Kenya, vile vile Al-Shifaa Digital Kenya. Utakwenda kupata mahojiano haya moja kwa moja muda usiokuwa muda. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mpiga picha wangu amekuwa ni Christopher Muriuki. Bila shaka asante sana kuhakikisha kwamba shughuli inakuwa nzuri tena zaidi. Amekuepo hapa Bragin
Maina. Nimekuwa na walimu hapa bwana Evans Odhiambo ambaye ni mwenyekiti wa Kejusta, vile vile nikiwa na Juma Jigi ambaye vile vile ni mweka hazina ukipenda treasurer. Kwa hivyo nakutakia wakati mwema mtazamaji. Mimi naitwa Joseph Lewa. Uwe na siku njema.